Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, baada ya dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Wananchi wa Keko, wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam, wameeleza wasiwasi wao juu ya ongezeko la foleni katika barabara zao, ambayo inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kipindi huduma ya usafiri wa mwendokasi utakapoanza rasmi. Wakizungumza na Kurasa, wamesema kuwa hata kabla ya uzinduzi huo tayari kuna msongamano mkubwa unaosababishwa na magari ya mizigo yanayotumia barabara hiyo. Changamoto kubwa ya barabara hii hapa ni malori yanayotoka bandarini. Malori yanapotoka bandarini, asilimia kubwa kutokea kama breakdown kwenye barabara kama hii hapa, gari haiwezi kupita nyingine hadi ije itoke. Sasa kama mwendo kasi utatumika, jamu litazidi kuongezeka kwa sababu hii barabara ni nyembamba sana. Mimi nadhani mwendo kasi kishaanza ndio foleni itakuwa kubwa sana. Kwa sababu ndio kwa sasa hivi mwendo kasi haifanye kazi, lakini kuna foleni la kutosha. Na kishaanza mwendo kasi sasa barabara ni kwa kweli kubwa, ndio kwamba miundombinu wetu bado barabara ni finyu sana. Hapa foleni mimi naona kikubwa zaidi ni jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani kujipanga vizuri, kwa sababu kuna wengine wanavunja utaratibu. Na tuendelee na Kurasa. Wananchi wa kitongoji cha Mianzini, Bagamoyo, mkoani Pwani, wako hatarini kupata magonjwa ya mlipuko kufuatia kukithiri kwa takataka nyingi katika eneo hilo baada ya waliopata tenda kutokuzoa taka hizo kwa takribani mwezi mmoja sasa. Wakizungumza na Kurasa, wanasema kuwa gari hilo hupita mara 4 kwa mwezi, lakini mpaka sasa ni wiki ya 3 wakusanya taka hao hawajafika katika eneo hilo. Kutokana na changamoto hii ya takataka na mazingira yetu jinsi miundombinu ilivyo, hasa kipindi cha mvua zikija na kuwa nikelo zinanuka, wadudu, yani mapampasi, yani yatembea humo, inakuwa iko vizuri. Kwa hiyo tunaomba wilaya itufanyie mpango wa kupata chombo cha usafirishaji wa taka. Kutokana na adha hii ya takataka iliyokuwa katika maeneo yetu, katika kata yetu hii ya Kisutu, tunaiomba serikali itusaidie kutuondolea hii adha ya takataka, maana magonjwa ya milipuko ni mengi. Mwenyekiti wa kitongoji cha Mianzini anakiri kuwepo kwa adha hiyo ambayo bado haijapatiwa ufumbuzi. Watu wa takataka wametufanya kama hatujielewi sisi, kwamba watazoa takataka kwetu kila Jumatatu, watapita kwetu. Kwa manake kwa wiki moja gari inapita mara 1, kwa mwezi gari inapita mara 4, na kila mtu atachangia shilingi 2000. Lakini mpaka leo hivi tunavyoongea na wewe, gari kwangu ina wiki 3 haijapita. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Sheria inayotaka vikundi vya WhatsApp vinavyoendeshwa kwa ajili ya mijadala, sherehe na shughuli mbalimbali visajiliwe kisheria bado haijafahamika kwa wananchi walio wengi. Kwa mujibu wa sheria ya Jumuiya za Kiraia namba 3 mwaka 2019, kuendesha kundi sogozi la WhatsApp bila usajili ni kosa la jinai. Na baadhi ya wananchi waliozungumza na Kurasa wamesema kuwa licha ya kutolewa kwa tamko hilo, lakini wengi bado hawaijui sheria hiyo. Sijai kusikia kwa habari ya usajili, sijui wa magrupu ya WhatsApp, sijai kusikia. Na magrupu mengi ya marafiki, ya biashara, vichekesho, ya kanisani, vitu kama hivyo. Lakini sijajua sasa kwa nini asajiliwe. Hilo swala mimi sikulisikia, ndo nimelisikia leo kwa mara ya kwanza, kusema kwa ukweli kabisa. Leo ndo nimelisikia ya kwamba kusajili grupu lote la WhatsApp ni 200,000. Ndo nimesikia leo. Unaangalia yani watu ambao unataka kuweka kwenye grupu, yani wapoje na wewe, wao marafiki zako, lakini unaangalia wale marafiki ambao wapo confidence na wewe. Hiyo mimi naona kwa kwangu itakuwa iko sahihi, kwa sababu watu wengi wakosa kufanya kazi wanakalia simu, fanyaje. Hiyo itakuwa iko sahihi. Na tumekufungulia na kufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kunani? Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.
Kurasa.